Gwajima, askofu mwenye utata anayepaza sauti dhidi ya utekaji Tanzania. Josephat Gwajima, mbunge wa Kawe jijini Dar es Salaam kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi yani CCM tangu uchaguzi wa 2020. Yeye ni askofu wa Glory of Praise Church kwa usajili maarufu Kanisa la Ufufuo na Uzima. Amegonga vichwa vya habari nchini Tanzania katika siku za hivi karibuni. Ana historia ya matukio na kauli zenye utata, yani ambazo tutazidurusu huko mbeleni. Lakini mara hii Gwajima amejitokeza kama mkosoaji wa matukio ya utekaji na watu kupotea ambayo yamekuwa Tanzania kwa kipindi cha muda sasa. Hata baadhi ya watu waliotekwa kuuawa. Ukosoaji huo sasa unaonekana kumuingiza kwenye patashika na viongozi wakuu wa chama chake tawala. Lakini kwanza tuanze na safari yake ya kuingia CCM. Askofu Gwajima hakuwa mwanasiasa mwenye umaarufu katika siasa za chama hicho kabla ya mwaka 2020. Uchaguzi wa mwaka huo ndio ulimuingiza rasmi katika maisha ya kisiasa na kuwa mbunge hadi leo. Wakati huo pia aliungwa mkono na kiongozi mkuu wa nchi wakati huo, Rais John Magufuli, wakati wa mbio za kuwania ubunge. Baada ya kuambia wapiga kura, nileteni Gwajima tena zaidi ya mara 2. Na je, Gwajima ni mwenye utata? Kabla ya kuingia kwenye shughuli za kisiasa, Gwajima hajawahi acha kuwa mtu mwenye utata kupitia kauli zake. Mwanaharakati maarufu nchini Tanzania Fatma Karume ameonya wiki hii kupitia mtandao wake wa X, zamani huku ilikuwa ikiitwa Twitter, kwamba Gwajima ameniki katika kutetea haki, akikumbushia kauli ya askofu huyo ya kutaka kubadilisha misikiti kuwa Sunday school, yani shule za watoto wa Kikristo, kauli ambayo ilitolewa mwaka 2015 wakati wa janga la Uviko 19. Gwajima alikuwa mstari wa mbele kuendesha kampeni hadharani ya kupiga chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Miongoni mwa kauli zake nyingi inukuliwa akisema chanjo hizo ni salama, ingawa tatizo hakuwa anatoa ushahidi wowote wa madai yake. Miongoni mwa madai aliyoyatoa wakati wa mahubiri katika kanisa lake ni kwamba chanjo zina uwezo wa kubadilisha chembe hai za vinasaba yani DNA na kufanya watu kuwa mazombe. Licha ya yeye kutotoa ushahidi, pia hakuna ushahidi aliothibitisha na wataalamu wa afya duniani kuhusu madai ya aina hiyo. Kwa historia hii ya Gwajima, ukipenda kupata mwendelezo, subscribe YouTube channel yetu na kutufollow kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, TikTok, Twitter au X, na YouTube ni Kaka Benja TV. Asante. KBTV Online.